Na majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Ni baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, ambaye kuna kurushia haya matangazo. Niko na Roger Seko Rafael, karibu. Asante sana ndani ya studio tena Baraka One TV ilikuwa letea habari za ukweli tena zenye uhakika, na tumaini yote mko pamoja ili kupata habari hizi. Hizi ni habari pamoja na maelezo kutoka Baraka One TV, na siku ya leo tutakuwa tuna mambo muhimu ambayo tutakwenda kujadili. Kavumu imeweza kuanguka mu mikono ya wazalendo pamoja na FRDC. Ukweli halisi wa hili swala liko wapi, utakwenda kusikiza hapa. Na pia kwa upande wa Kabare huko tarafani Kabare, kuna miji ambayo na vijiji vimerudi mu mikono ya FRDC na wazalendo baada ya kichapo kutoka kwa magaidi wa M23, huku M23 wakianza kukimbia position zao zikibakia mu mikono zikibakia wazi, kwa sababu wanahofia mashambulizi ya drones pamoja na sokoi za FRDC. Na pia Uvira kuna mtu ambaye anasadikika kwamba alikamatwa akiwa anashirikiana na M23, anaitwa Alexis Ramsa Mugabo. Huyu bwana anashutumiwa kwa makosa ya kukolabore na M23. Ndio yeye ambaye tunasema kinaweza kwamba hapa Uvira tuko na watu wa M23. Sasa tutakuja kusikiliza details zaidi, ni mtu wa aina gani na kwa nini haya mambo yameweza kujitokeza hivyo. So karibuni sana, ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu na hivyo kwanza kuwa unapata hizi habari. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Karibu sana. Tuanze na hii swala la Kavumu, maana hii ni habari nzito na ni habari kubwa, pia habari pana, na ndio itakwenda kuwapa mwangaza mzuri wa Kongomani, kwa sababu hapa tunazungumza kitu ambacho kiko na fact. Hatuzungumzi sababu kuzungumza tu, hapana. Ukiona tunasema ujue kuna uhakika na ukweli wa kutosha ndani yake. Kavumu inasemekana iko mu mikono ya wazalendo pamoja na FRDC, licha ya baadhi ya watu kuongea tofauti. Na baadhi ya waandishi wa habari pia, zikiwepo pages za Facebook, zikiwepo pia channels za WhatsApp na hata mitandao mbalimbali, kila mtu anakuja iko na version yake. Lakini kupitia kipindi cha habari na maelezo, tunakwenda mbele, tunarudi nyuma, kushoto kulia, tunakuletea taarifa hii kutoka maeneo ya Kabare. Embu sikiliza wewe mwenyewe mahojiano ambayo tulifanya na mtu ambaye yuko katika yale maeneo na ni miongoni mwa watu ambao wanaongoza vile vikosi ambavyo viko katika maeneo. Soke jana kulikuwa kama uzozo kidogo, batu banaliteke jiska seke balikipelea aeroport ya Kavumu. Na tulifika mpaka pale jana. Nini kilitokea tena? Jana kulikuwa marumano kidogo kule ya patia nani ya yule ya Kavumu. Kushuka Chivanga. Hawa wana watafuta debode tena baingisi ya kuingia Chivanga. Abakabashusha tena. Juu mpaka leo hivi jana yote Chivanga tulimetrize bien. Sasa objectif Kavumu. Tunafika mpaka Kavumu, nini kilitokea? Komanda alisema nini tena? Eske balirudia ama bali maintenir pale? Jana sawa walifika Kavumu, hawakufika mu aeroport. Hawakufika mu aeroport. Bale wana waliganga, antuka atukufali kufika mu aeroport, me kwa sasa tuko mu Kavumu yule aeroport. Okay, na situation ni à quelques kilomètres na aeroport njo kwetuko. Okay. Na situation ya population iko hivyo. Iko agisi unaiona raia banasubiria ukombozi ama biko na jikomporte na magani. Anuka situation ya population kwa sasa iko Kavumu, Kabare en general. Habana tena ile mapanike walikuwa kanayo siku zilizopita. Watu wote wanaanza subiria ugombozi. Washaona bila wazalendo, bila FARDC hakuna kingine. Juma mateso yanazidi sana. Okay.
Antuka population inajiandaa vizuri kwa kushangilia zile fois bana gombo aeroport banafukuza kwa makao kwa kukaba tunashangilia sana tena sana. Mejana waliambia population wakati bazalendo wanachomoka vile biko kulinye de front, population isiingie kwa kubashangilia. Bache kwanza bagombane, bakisha gombola muji ama fasi walikuwa na lite kupata, ndio sasa wanaingia kwa kubashangilia. Kwa sababu ushindi tayari umeshaanza kuwa announce kila fasi. Unaona? Watu washa announce ushindi, na pia na serikali nayo pia inaanza kuannounce ushindi. Donc kila mtu yuko na ngoya tu ile kipenge kama mwisho tu, ile match inaisha, ndio watu wanangoya. Kwa sababu ukizingatia kwenye tuko na aeroport quelques metres na bakahoko pale haviko hata kutisha. Juu deja tuko nyuma ya Kavumo. Tuko deja nyuma ya paroisse ya Kavumo. Oro mwana toka ku paroisse ya Kavumo anenye directement ku monima ya mwami Kabaka. Ili monjora inabale nengia mu kusoko ya Kavumo na nashuka mu aeroport directement. Message gani yenye uko nayo kwa raia? Sisikie vizuri. Message kwa raia ni message gani yenye unatuma kwa biana, bamama, bababa na vijana wote wa Sud Kivu, Nord Kivu na RDC general? Message yenye tunaendelea kutuma kwa population yetu ya Sud Kivu, Nord Kivu en general. Kwa biana baende kabisa bazalendo FDC tupate ushindi. Kuna kupata ushindi, hatuwezi ende kuachama hii utumwa wetu kwamo. Aussi kwa rapeleke balisha kwa na system. Sabi kwa wanapigwa vile wanaanza kimila mu population, wanaanza jifichi kwa manyumba za watu kwa kusudi saa ya bombardement bachome pamoja na population. Alors ni kwa vigila wakati anakimila mtu vile ifo mtu na kamata mpanga ni ule ni simba ule ni kumuluma mara moja. Anduka bakwe vigila ekalume ushindi ni itakuwa ngambo yetu. Okay. So nakushukuru sana, tuendelee kuwasiliana bwana. Asante ndugu yangu. Sawa. Naam, baada ya kusikiza hizo ni kwamba bwana Roger Seko kuanzia juzi mpaka jana. Ndiyo. Maeneo ya Chuvanga ni karibu sana na Kabare. Na Kavumu. Ndiyo. Na pale ndiko eskale ya wazalendo ya kwanza iliweza kujikusanya na kupanga pale. Wazalendo ni wengi mno. Walikuwa wengi sana. Ukiona wazalendo ambao walifika pale Chuvanga ni wengi mno. Ukiachana na kule maeneo ya Kafurumae kwenye kulikuwa kuna military base na ikamia Chuvanga pale, wakatengeneza base kubwa ya kijeshi, na pale ndiko kuko commandement ya kuweza kukamata Kavumu. Ndiyo. Na Kavumu ikikamatika pale njia moja kwa moja mpaka Bukavu vile. Kama nikisi tuposikia mahojiano yetu na mtoto ambaye yuko pale katikati, wazalendo wamefanya kazi kubwa sana na FARDC. Hii ina ishara gani kwa M23? Hii inaonyesha kwamba ni ishara kwa M23 kwamba wanaenda shindwa, kwa sababu ikiwa tu Kavumu ikikamatika basi hapo kabisa avio de chasse zitakuwa zinadema pale na watakuwa wamepata cha ajabu. Lakini najua kwamba mapambano hayatakuwa mengi sana Bukavu juu unajua ni maeneo ambayo mko watu wengi sana, agglomeration iko mingi na haitakiwi kupiga sana juu usiue raia juu, kwa sababu nisikia jinsi mtu ametoka kuzungumza hapa kwamba wako unatumikisha siasa kwenda jificha ndani ya watu. Tunajificha ndani ya watu ili kuonyesha kwamba katapenda upige watu, upige M23 wala piga vile vile na raia. Na njoo tabia kwa natumikisha, lakini ni kuambia raia iwe makini. Sasa hapo ni kazi sasa ya raia. Juu saa unaona adui anaingia kwako. Sawa? Ndio. Au utangoja bombardement ya Sokoi. Cha kufanya sasa ili kujiepusha ni wewe sasa unaangalia jinsi ya kumetrize ule nani adui mataingia kwako juu uokoke. Bila hivyo nafikiri kuna mtu mmoja ndani Bukavu alisemaga wanisie tuchachoka. Ndio. Kama ndibaza kuya
bapige tu bei bataenda bei batabakia. Ndio watu wa Bukavu na watu wa Goma. Ndio. Sasa kwa serikali haiwezi kufanya vile. Ndio. Tutakuwa tuko na masible zenye ziko za muhimu juu ya kujua kwamba anakimbilia wapi. Wewe mwenyewe unamshughulikia. Msikubali mtu aingie mnyumba yenu, adui akimbilie mnyumba yenu hata kama iko na silaha. Winde tumoni gisi mtamudestabilize mtu. Ndio. So pia hii ni wakati ngumu. Kwa hiyo cha muhimu kwanza ni raia wote wakuwe wanafunga milango yao. Ndio. Ushelewa? Sababu mtu sasa iko nakimbia ndio piaje zinafanywaga. Ndio mauaji mengine yanafanywaga. Ile tu ovyo tu mtu tu akiona hana cha kupoteza tena. Ndio. Sote anakuwa iko naenda mbele atakutana na wazalendo na watamwangusha. Kwa hiyo hachi tu na kuangusha wewe naye ajendee. Acha na kufa na umo. Yeah, kwa hiyo cha muhimu ni wananchi tu wahakikishe kwamba kuanzia hivi bwana usitoke kwako, na ukiwa kwako funga milango yako yote. Na zaidi wasio na ile pupa ya kusema kwamba hivi wazalendo walishakuwa hapa karibu wanawaona juu. Nadhani wazalendo watajificha kwa raia. Watu raia watawaona jinsi wanakuja. Akishapita naanza acha tuende washerekea tuanze watandikia vikwembe. Kumbe M23 tuna profite mwa hiyo occasion. Inaanza. Sasa mtoshe inakuwa guerre civile, mnaanza piga raia juu. Hautasema sema usubiri au uangalie jinsi utapiga M23 na raia ishakia kupokea mbele. Na M23 riski inapoteza inatumikisha raia kama vile ngao. Na mtoshe ile itawasaidia. Inatakiwa tu wawe makini kwa sababu vita vinanofika kwenye ukomo. Na hiyo ni moja kati pia ya ujumbe kutoka kwa ndugu yetu kwamba raia msitoke kuja kutupokea. Ndio. Bakieni kwanza mpaka saa situation itakuwa iko maîtrisable. Ikiwa maîtrisable pale ndio mnaweza kuja kushirikia pamoja, lakini kwa kipindi hiki chote kwanza ndio acheni tufanye kazi. Nafikiri wale wenye kuwa na masimu ya Android juu ya kutoka baanze kufilme wazalendo muache kwanza tungali muoperation. Ndio bora uzima kwa sababu bali perdizo kachokea pale uko na simu una filme wazalendo unapata ya kudirisha. Inakula kwako. Yeah, kwa hiyo ndio maana watu wanatakiwa wawe makini. Na hili swala pia limefanya mpaka viongozi wa M23 kuanza kuwa nakimbia maeneo yao, na hii imekuja kutokana na kile ambacho kilifanyika maeneo mbalimbali ya Kivu ya Kaskazini. Kuna kamanda mmoja wa M23 ambaye aliweza kuangukia mikononi mwa wazalendo na FARDC na hivyo kuweza kupoteza maisha. Huyu ni miongoni mwa watu ambao walitengeneza vikosi vya M23 na alikuwa iko na nguvu sana. Ndio, huyu anaitwa Colonel Eric Ngabo kwa jina maarufu alikuwa anaanza muita Zaire, Colonel Zaire. Ndio, tujue kwamba jina la Zaire alienda itosha wapi kwa sababu alikuwa ni patrioti Mobutu ndio alikuwa mwenye hii jina la Zaire. Kama ni kujibandika tu. Niseme kwamba Colonel Eric Ngabo alikuwa anaitwa Zaire kwa sababu alipambana kabisa kwenye udongo wa Kongo, kama vile alitumika kwenye kundi la maguguni yani wa rebele. Alitumika kama vile guerrier Mwafdel, akatumika vile vile mu RCD, akatumika mu CNDP, akatumika mu M23 na M23 ya pili ambayo wakwemo. Akisha akafiniri kwa kuachia damu yake udongo wa Kongomani na kuacha mwili wake kama mbolea katika udongo wa Kongomani. Na njio hiyo kwao imekula kabisa, na inatumana kwamba parmi muvichwa kabambi sana M23 wamepotea katika vita hivi. Ukiangalia hata vile vile ambao wanaosalia ni kama hao wa Baudouin Ngaruye, kuna kwa Sultani Makenga, Willy Ngoma, John Amani Zenze, Bertrand Bisimwa, Vianney Kazarama, au ni moja wapo wa M23 ambao wamesalia, kwa sababu wengi sana wamepoteza maisha kwa sababu ya hii vita. Kwa sababu angalia kwamba position yao ya M23 inakuwa kila siku wanapigwa. Ni hivyo tu roho ngumu, lakini wangekuwa watu wa kusikia kama tayari wameshaachia udongo wa Kongo. Ya kitu ambacho mimi niko najiuliza ni kwa nini Willy Ngoma aingiage front line na Bertrand Bisimwa na huyu Sultani Makenga wabo mwenyewe wanasema yeye ni simba wa vita. Hao ndio watu ambao sisi tunataka kwanza waingie front line, waingie mstari wa mbele. Tuone Sultani Makenga yuko mbele, Bertrand Bisimwa yuko mbele, Willy Ngoma yuko mbele.
Nao wana akili fasa, hawawezi wakajipeleka kifua mbele wakati wanajua kwamba M23 iko huko na wasniper ambao wameshapewa mafunzo ya ajabu ya kupiga mabunduki za kuvizia. Na kisha wajiweke sura mbele. Niseme kwamba damu ya Mkongomani sio maji. Na ile roho zote ambazo zimekufa kufuatana na vita inakuwa muda wao sawa kulipiza na kufurahi kwa sababu maadui waliowaua tayari nao wanaanza kupata vichapo kila siku. Hiyo pia la patrie ou la mort nous vaincrons. Hiyo ni kawaida. Na sasa hivi naona kama wazalendo wamerudisha ile system ya risasi na mtu. Ndio. Risasi na mtu. Zamani sasa tuko tunapigana na Mai Mai. Ile zamani wakati anaona sisi tungali ba Mai Mai. Ulikuwa unakuta kikosi cha Mai Mai 10 tu. Disi tu. 10 kabisa. Kati yao biko na bunduki 3. Wengine wote biko na mapanga na mishale na mikuki. Ndio. Angalia mkuki ya hivi, hawezi tupa hivi. Ile inaendaga ni chup unachomoa. Chup zonge ni ile mapambano ya ana kwa ana. Lakini ile tulikuwa tunasema isasi na mtu. Yaani risasi na mtu. Ushelewa? Hakuwa sema ile ilikuwa ni unavizia. Ale asewe. Anaanguka. Unaona? Iko ile ndani mbona sisi? Hata hapa sehemu ya Uvira hapa juu ya makaburi walikuwa wanapiga watu dawa za ajabu hapo kwa sababu kutanisha kwamba wakati wa vita Mulele watu waliuawa wengi sana. Na wakati watu waliuawa wengi sana ikaleta chachu kwa Wakongomani wakasema watafanya haya. Walipigwa watu dawa pale za ajabu, maana unapigwa lance rocket unaenda nayo kwa sababu ya uzito wao, lakini unaamka tena unajikunguta unaendelea na safari. Sasa unakutanisha wengi kama unajua geria silikuwa naisha, ukishaiacha watu hapo wanaharibisha condition. Inaonyesha kwamba hiyo ikatumana Wakongomani wakarevuka kupitia dawa na wakakuwa wanapiga hesabu za risasi za ambazo watavizia. Na hiyo inakuonyesha kwamba logique yenye wazalendo wanarudia tena nayo. Risasi na mtu. Maana hakuna droit ya kuperde mamunition bure. Ndio. Ile kupiga tuku no ile tunaachia bakahoko. Ndio. Ile ni intimidation. No. Ile tuku. Unaangalia ile tuku iko natokea wapi? Ndio ule pale. Tu. Ile katika. Haya, unaongea mwingine bwana anavuta tuku. Anakatika. Biko na pupuchika mmoja unakuta maana kimbia tu maeneo wote kabisa. Na ndio hii ambayo ndio ushindi ambao sasa hivi wazalendo wako wanaenda wanaonyesha. Hawa kwetu tu hapo ndio wangali mali wengine barabara na makahama mabarabara hebu kuanza kutafutana, wakati maeneo ya Kabare kule masehemu zingine bawaza wako wanafanya kazi kubwa. So tuwapongeze kwanza hawa wazalendo wezetu, licha kwa zamani tu tunasema bamuprevoya Bamushi leo tunaona pouvoir na nguvu ya Bamushi. Natuka nawapa sana big up sana wakina Foka Mike, wakina Mzeka ndo Kahasha ndo Foka Mike ndio Kahasha, wakina Maeshi ndio na wengine wote kule, hata vile vikosi vya FABB viko maeneo hiyo vilisaidiana naye. Ndio kule najua kuko vikosi vyote vya wazalendo wako pia wanawatoa, lakini ile commandement inatoka kwa Kahasha. Ni kwa Kahasha. Kwa Kahasha Foka Mike. Ushelewa ndio iko na coordonate ile mapigano yote ya kule maeneo ya Kabare, Walungu, wapi, Wahungu kule kote. Kwa hiyo tuwape sana hiyo big up yao, wanafanya kazi kubwa sana. Kwa kwetu huku chini Uvira muache biashara. Kwa sababu naona sasa hivi bashakuwa ba businessman. Wazalendo wanaanza kuwa na mabitambi. Ndio. Mungu tusamee kabisa. Hii maziwa ya kubarabara hii. Eski kule milima kukua maziwa? Maziwa? Kuna ngombe za kutosha kule. Sasa hii maziwa huko kwa barabara, jula ni kuchanganya na sukari. Kule sukari. Na mkate pembeni. Swala la Kabare huko. Maeneo ya Irega mingemo mikono ya wazalendo. Kachuba pia mingemo mikono ya wazalendo. Mwengerera pia mingemo mikono ya wazalendo, na yote ni kazi kubwa yenye iko nafanya baada ya kuweza kuwapiga magaidi wa M23. Na maeneo mengine pia Kivu ya Kaskazini vile vile mapigano yanazidi kuendelea. Juzi jana kuamkia leo kulifanyika mapigano mengine
kiasi kwamba M23 wanaendelea tu kulalamikia Umoja wa Mataifa na kusema kwamba serikali ya DRC inakiuka masuala ya CCLF. Na Kongo nayo ikasema nilipenda kauli ya porte-parole wa FRDC. Nzuri sana kuliko zote. Alisemaje? Hebu tuende na hiyo. Alisema kwamba alitumikisha masuala ya Biblia kwamba mtu akaweza kupiga kofi kushoto akisha unamletea tunakuwa kama vile mu Biblia. Lakini sisi hatutakubali kila wakati wanakuprovoke, ni muda sa wetu wa kureagir. Nasema amemjibu vizuri kabisa. Kwa hiyo hapo ile swala la Yesu wasema ukipigwa kushoto geuza kulia. Hapana. Unapiga kushoto na mimi nakutwanga. Ndio. Sasa ndio hii M23 wanalia kwanza, wako nalilia Minembwe tu kwa serikali atupate access kwenda kununua hata chumvi hata nini. So vitu vinakuwa viko ni vingi sana kwa upande wa M23, na hii inaonesha ishara zote kwamba vita inakwenda kuisha na huu ndio mwisho wa M23. Tuje hapa sasa Uvira. Hapa kuko pointi ya kufa mtu hapa. Bwana Alexi Ramsa Mugabo. Hebu tuambie alifanya nini na nini kilitokea? Niseme kwamba Alexi Ramsa Mugabo ni kiongozi wa vijana kwenye kata la Nyamianda. Ndio wa kabila la Kinyamulenge. Hakuna kabila Mnyamulenge Mkongo. Wako kwa sababu wanaitwa Wanyamulenge. Ndio. Hivi ni vyao tu. Mimi najuaga Mkongo amkwake kabila la Kinyamulenge. Ndio. Mulenge ni ngambo ya Bafuliru na Bavira huko. Lakini wako na mitualite inaitwa Shikama. Si ndio ile kujipachika? Ndio. Na ili swala unakutaka mpaka ni autorite na president mwenyewe. De Banyamulenge. Bamulenge Bafuliru ama Bafuliru batuambie kwamba bashaga uzisha Mulenge kwa refugee Rwanda. Hawajawishaka. Niseme kwamba Alexi Ramsa Mugabo ni kijana wa Kinyamulenge ambaye kiongozi wa vijana. Ndio tena mule. Ndio, kiongozi wa vijana kwenye kata la Useme tu refugee Rwanda. Kiongozi wa vijana kwenye kata la Nyamianda. Na alifungwa niseme niseme kwamba hiyo ilitokea baada ya kuwa Maître Avocat umoya wa kabila Kifulero kufungwa pa Bukavu mu mikono ya M23. Anashtumia kwamba M23 alisema kwamba yeye Maître Avocat ndio mwenye alidenonce kama Alexi Ramsa Mugabo kiongozi wa vijana kwenye kata la Nyamianda kwamba anakolabore nao. Kumbe hizo habari zijavuja. Unajua kwamba kuna msemo mmoja unasemanga kwamba ndege mdomo mrefu ajitoboa tumbo mwenyewe. Na hii pale kapita analeta wazo kwa watu, kumbe maana yake anakuwa na collaborate nao, kisha wamejiwazia na kumbe maana yake ni ya ukweli. Sasa familia ya Maître Avocat kupata hiyo habari, wakatafutisha huyo kijana wakamfungisha. Wakasema aitu kijana wetu anafungiwa, aseme alikudenonce kama uko na collaborate na M23 na mfunga ni haye sasa. Sasa kutosha kwamba pale kuna giza ndani ya maneno hiyo. Njoo wakakamata yule kijana naye wakamkamata kushumia kwamba na collaborate na uju. Hawange mkamata na wamjui. Hawange kamata Maître Avocat kule na wamjui Alexi Ramsa Mugabo. Njoo kusema kwamba na collaborate nao. Na hivyo anakamatiwa hivi kwa mikono mwa serikali government ya Kongo, wamuulize maswali mengi wajue nini inaendelea na eske na collaborate nao. Yani bwana Alexi Ramsa Mugabo yeye Maître Avocat wetu kwanza ndio balimfunga na M23. Ndio. Motifu ya kumfunga kwamba yeye alichongea huko Uvira. Ndio. Ndio alichongea. Aseme kuko mtu mwenye iko na wapatia habari ba M23 Bukavu ambaye ni ule bwana. Sasa ndio yeye mwanao akasema gisi ulituchongea mtu wetu kule, sisi tunakufunga huko. Ndio. Baadaye kule nako tukapata habari, bwana akatuma message kwa wewe, nimekupa habari nifunga juu gisi ni denoncer kwamba Uvira kwa mtu iko na collaborate na M23. Ndio. Kisha bakwa nao huko wakaenda kushtaki kula polisi. Ndio. Kuko mtu hapa balifunga mtu wetu Bukavu juu alisema kwamba huyu mtu hapa iko na collaborate na ba M23. Ndio polisi nayo ikaje ikamzoa bwana Alexi Ramsa Mugabo. Wewe mtu anafungwa Bukavu juu yako. Alisema uko na collaborate na M23, ndio maana bakamfunga, si ndio? Sasa utuambie uko na mahusiano gani wewe na yeye? Yeye akasemaje? Yeye bado hajamsambisha sana, lakini walisema kwamba ilikuwa mufikishe mbele ya mahakama ndio ajisifie vyote.
lakini kumbushe kwamba Alexis Ramsamugaba alikuwa chef de campagne wa Moise Nyarugabo. Ndio. Na Moise Nyarugabo ni M23. Ndio. Mungu wangu. So hii ndio tunasema kwamba Muvira mko ba M23. Ndio. Wako. Viko. Wako ndani umbwe. Na hii tunasubiri masambo ikifanyika, tutakuwa tumetoa maelezo kamili ili kujua nini ambayo itakuwa imeendelea kuhusu habari hiyo. Hili swala la ujamaa inabidi kulifuatilia sababu liko very very critical. Ndio. Na liko very serious. Ni lazima tujue story yake inaishia wapi. Ndio. Unaona? Tutajikuta vijana wengi sana tuko nao, tunacheka nao, tunatembea nao, kumbe ni wazuri sana wa M23. Na ikumbushe kwamba kijana unajua point focal wa organization inaitwa Benevolencia mjini Uvira. Na Benevolencia ni organization ambayo inakuwa na lutte contre ma message de haine. Ndio hivyo tu. Ndio hivyo tu. Ma message de haine tulite contre le tribalisme. Hivyo. Na ukiona ba mingi wenye wanakimbiaga mu hivyo ni hii ma organization. Ndio. Unaona? Jua nini ma organization zinakuwa zinakimbia kule juu ya kutafuta finance. Ile tu kutafuta franga na ni mafaso pia ya hebu kujifungia mle ndani. Tunakumbuka hata wakina Askofu Gapangwa. Ndio. Gapangwa alikuwa ni askofu mkubwa. Ndio. Lakini wale vitu wenye alifanya vitu ya maajabu. Ndio. Alitesa watu sana. Watu walipoteza maisha kwa ajili yake. Gapangwa huyo. Kwa hiyo nyingine simikane kwamba amani ikiwa Kongo, maorganization za kihutu zitakuwa zina kazi. Na watakufa na njaa. Ndio maana natakiwa amani isirudie kwa upande wao. Juu endelee kupata mafinancement. Watasema kwamba vita vimeisha lakini chuki imeanza. Wanatumana mafinancement. Union Europeenne inatumana mapnide, manini, mabenevolencia, ma search for common ground, wanatumana financement za ajabu. Na baada hapo unakutanisha kwamba zile financement hazikui kubure kwa sababu ni mikopo. Financement kuweka sema bure. Inchi ndio talipa hiyo, ni madete zima kamata. Yeah. Na unakutanisha inchi inakuwa na didimia madete, dete economic, unakutanisha inchi haitaendelea kwa juu ya madeni. Hai. Bank Mondiale ilipana financement. Unakutanisha hili inakutanisha ina uchumi wa nchi unapunguka kila wakati. Na kwa utafurahia amani irudie. Na hizo financement za Bank Mondiale hizo basi zinaenda wapi? Na hii kumbusho ya kwamba unakutanisha kwamba hizi maorganization ya kiutu ndio zinakuwa zinaleta zenyewe, zinakuwa zinaleta chuki. Je, nikikwambia kama Rajabu Kiza Kabonga wewe ni mbembe, naleta chuki? Hakuna chuki wapi? Ndio. Hakuna chuki bana. Ndio. Pale unakutanisha kwamba ukishaanza kuonesha tribalisme, maana yake unaanza leta huko na kitu cha chuki wakati mtu anazungumza ukweli. Hivi hapa nikisema tu kwamba aba watu tuangalie mu matribi za RDC. Eske kuko tribi Banyamulenge? Haikuwa kikati ta 50 tribi hiko hata ukiangalia kwenye Google hautakutanisha. Hata mavitabu ya Wabeleji tribi Banyamulenge mu Kongo haikuagi. Sawa? Wale itakuwa insere wakati kwa sababu Banyamulenge balitengeneza jina Banyamulenge mu 1975-76. Wakina Fegi Saro na kina ancien directeur wa Mobutu nani anaitwa kama Bizima mbona ndakumbuka jina hivi. Bizima Karaha. Ya so namjua sasa nimesahau. Wale ndio watengeneza jina ya Banyamulenge. Na walikuwa wanaomba nationalité iko collective à l'époque. Sawa? Mobutu akawakatalia ile kitu. Na ile jina ya Banyamulenge ikawa imezima. Banyamulenge jina ilikuja kulamka mu 1996 wakati ya AFDEL. Unaona? Ndio. Sisi tunakomola tunawetaka banani Bangotani. Tunakomola tunawetaka banani babinyo bameno inji. Sawa? Ndio tunajua vile. Le Rwandais vivant au Congo. Voilà. Na walikuwa kuna makarte jaune wanaitwa les réfugiés Tutsi vivant au Congo. Usairi. Ndio. Balikuwa na bule na mabo. Na sawa wakati jeshi la Rwanda lilichukua bonani Rwanda. Bali achaga na tupa bule umakari nasema tunarudia wapi kwetu. Jela. Baada tena mnosisi tuko tena hapo wanarudi. Donc ili kuweza kudekuraje hii mambo tuambiane noir sur blanc kwamba wewe hauko Mubembe, ulikuya tu ulizaliwa Mubembe me hauko Mubembe. Est-ce que ni problème pale? Na kuja kwa tatizo. Mbona si Babembe tu kote kwenye tuku wapi na États-Unis ikibembe tu na mu Maison Blanche
Babembe mule ni kibembe tu. Mbele ya Trump anasema Luka gana kibembe. Bembe. Mpaka tafanya kibembe. Kwa hiyo na hiyo unakutosha kwamba ina maorganization ya kiutu wanakuwa naleta chuki ili wapate mafinancement. Inanikumbusha mnamo mwaka 2017 ambapo MONUSCO kabla hajaondoka, kwa sababu ilikuwa ilipata pression raia waondoke. MONUSCO kaona maima au plateau juu ya kutuliza tension ya raia, ilikuwa iwapatie mabiskuit batu wa fry kwa sababu unajua kwamba watu wanapenda kula mlo sana. Wakati ilita kabila zingine zote Wabembe wa Fulero wakawapatia, wakaambia wanawake wabibi zao ndio wakiwa na vitunga watawapatia hemo chakula, kwa sababu ilifanyaka siku moja makabila zote na nyingine siku kapatia Wanyamlenge, kwa sababu waliona kwamba kwao wenyewe Wanyamlenge wako discriminate, na ndio maana watawapatia chakula yao kivyao siku yao wengine. Wakaita Babembe wa Fulero Barega wakakuwa bote wakakuwa wanawake na vitunga wakawapatia mabiskuit siku moja. Yengine siku ya kufuatia kakuja ikakuwa ya Wanyamlenge wakakuwa na vitunga babibi yao. Cha ajabu wazalendo walikuwa kingaliki kwa sababu wakati wakaitwa maimai. Wakaona mpori wanapita wabibi wa Wanyamlenge wako wanapita, vitunga viko vizito sana kushinda vya wabibi wao. Hivi wenzetu wamepata vitunga mpaka vinashusha wanawake hivi mgongo hivi. Vinachokesha mko monini. Kucha kutanisha mle mko vichele ya masasi. Unajiuliza waki wetu wanapatiwa biskuit tukule ile tupumbazike, wao wanapatiwa masasi vichele wapelekewa bwana MONUSCO hiyo. MONUSCO. Au tisha kwamba sawa likamataka wakasema kumbe ya mingi bilishapita. Kumbe manake hatuna bahati. Wakastope vile vingine wakabeba wakapita nafuata MONUSCO. Kumbe unjoko wanafanya vya hivi kweli. Tena karasi za mpya ama masasi za mpya. Washa detachedesha wanachia mule wanafunika yule na masaki, wanachia mabiskuit wili yule wakufunika wakuflate. Kumbe chini ilikuwa mzigo juu. Masasi inakuwa mzito sana kushinda biskuit. Ile bichele wanataka nani? Wanataka bichele. Wanataka kwamba MONUSCO kachangia kwa kuleta kwanza ma infiltration security ya watu, kwa sababu ukipatia mwenzako bunduki unapatia mwenzako biskuit. Na ile madiskuri ya yenye biko wanasema ni wao wenyewe ndo wanaikuaga wanaifavorize. Ndio. Kwa sababu sie ba Kongoli kwanza tulikutaniwaga tunakuwa tunataniana. Mubebe atamtania Mfulero ambaye atoka kule wewe Mfulero. Mfulero Mbembe. C'est normal. Atamuita Mfulero nyoko wa Asia. Ni kawaida. Nyoko wa Asia. Atamuita Mushi Muprevoya mwana beke sijui na nini escrow. Ni kawaida. Ndio. Unaona? Lakini huyu refugee muite tu toka kule wewe na nimeno inji. Problem deja. Inakuwa unanibagua. Sasa nitakubagua kufaso gani? Wewe unashindwa kujikubali kwamba mimi nilikuja hapa mwaka fulani. Si ndio chambo cha kina nani wanasema kina Mashimango kwamba sisi wengine tuko na tarehe ya kuzaliwa hapa. Hatuna tarehe ya kuja hapa. Kuna watu wako na tarehe zenye walikuja Mkongo. Na kuna wengine wenye walizaliwa wapi? Mkongo. Kwa hiyo as long as watashindwa kujikubali kwamba wao ni kina nani, hii mambo haitaisha. Inabidi wakujikubali kwamba sisi ndio tutaishi Mkongo, lakini origine yetu ni fasi fulani. Pwebari. Ndio. Ushelewa? Na mimi ndio naomba mara mingi sisi wote tuko wa ndugu. Hamtatoka Mkongo aseme bafukuze no, mtaishi Mkongo. Lakini inabidi mjikubali kwamba sisi origine yetu ni fasi fulani. Na bishe pale. Ukifuata ni kihistoria wa Rwanda. Hawako ndio wenye Rwanda. Ndio. Walitoka kule manani ma Egypt. Walikuwa na shuka biko kila maana fukuzwa kule mpaka sisi walivamia Rwanda na kuwapiga ni Bahutu wakachukua na nchi yao. Ushelewa? Kwa hiyo biko na origine yabo. Sasa Mkongo bahati mbaya wanakuja kukutanana na wapiganaji wengine, ndio maana ile resistance iko. Licha ya kuwa baadhi ya Wakongole wenye biko ba inconscient, wenye biko naenda mwile mabitu inchi itakuwa iko salama. Una nini ya kumalizia na muda unatupa mkono? Niseme kwamba hivi vita vinaenda fika ukomo wako, sababu hivi niseme kwamba hii kijana ukamatiwa hapo Uvira inaanza kuonyesha kwamba watu wenye wanaanza kuwa denishe, na wakati kisha watu washaanza kuwa huyu yuko yemo iko unakutasha ile inasaidia kwanza tosha magugu na ngano kwanza kwamba kumbe tulikuwa na watu wenye hawako wa kwetu, kumbe wako nao tuko nao. Tosha ile kitu inasaidia kwa upande mwingine kwanza tosha ba traitor
Atawataja na wenzake. njo wakati tushatosha watretre pale, nadhani amani itarudia kudumu, kwa sababu vita vikiisha na tushakamata watretre, nadhani amani itakuwa kurudia kudumu. Niseme shukrani kwa wote ambao walikuwa nasi kwenye Baraka One TV, na kila wakati tunaomba, tunawasihi sana wasikose kutembelea Mwangaza Television kwa sababu tunafanya vile vile vizuri sana huko kila wakati. Na kama wajabone wajipe hiyo fursa, kwa sababu ni mengi sana mazuri tunayafanya kwenye Baraka One TV. Mimi naitwa Roger Seko Rafael Mwamba. Okay. Mwamba. Bwana Jiri Kizenga Tembele King Sele Kizabia Iba Mashaka Yamba Dunebu Toto Biondo Kambamao Mzee wa State ya Menda Feza Tishida Arwind Ashi kwa Baraka One TV akiskandeke Asimwe Baguma Sema from Czech Republic Asukola Iba Mashaka Yamba wakisikiliza Baraka One TV kwa majira ya saa 12 kwenye mita za mwetu. Chao.